Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Kaka wa Humphrey Polepole, Agostino Polepole, aibuka na madai mazito tena leo, aweka wazi na hadharani kuwashtakia Watanzania kuwa magenge ya watekaji nyara walifika nyumbani kwao tena usiku kujaribu kuruka ukuta na kuzua wasiwasi na hali ya hofu, na amefichua kuwa anafahamu aliyewatuma magenge hayo ya watekaji nyara nyumbani kwao na hata kutuhumu baadhi ya watu na kuahidi kupeleka ushahidi mahakamani. Hii ilimlazimu kupigia simu jeshi la polisi usiku huo haraka, lakini genge hilo au watu hao waliweza kutoroka au kutoweka ghafla kabla ya polisi kufika eneo la tukio, huku zikipita takriban wiki mbili tangu kutoweka kwa kaka yake Humphrey Polepole. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mvutano wa kesi ya kupotea au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole umeongezeka baada ya kaka yake Agostino Polepole leo kutoa taarifa hisia hadharani kuelezea tukio la kutisha ambapo watu wasiojulikana wanadaiwa kujaribu kuvamia nyumba ya familia yao kwa magenge huku wakijaribu kuruka ukuta. Akiongea kwa dhiki na hofu inayoonekana mtandaoni, alisimulia jinsi usiku mmoja watu wasiojulikana ama genge la watu wasiojulikana walionekana wakizunguka kwa mashaka kuzunguka boma lao na kujaribu kuruka ukuta na kuzua hofu miongoni mwa wanafamilia ya Humphrey Polepole. Alisema tukio hilo limewafanya watetemeke na kuwa na hofu, hasa kutokana na hali ya sintofahamu inayoendelea kuhusu tukio la kutoweka kwa Polepole ambapo tayari limezua wasiwasi mkubwa nchi nzima, na hii ilimlazimu kupigia jeshi la polisi au usalama mara moja ili kutafuta ulinzi, lakini watu hao ama genge hilo liliweza kutoweka kabla ya polisi kufika. Kulingana na masimulizi haya ya ndugu yake Polepole, Agostino Polepole, wageni hao wa ajabu ama genge hilo walionekana kuwa na lengo lililo wazi, lakini harakati zao zilikuwa za kimakusudi na zisizo na utulivu, na walikuwa na nia mbaya. Kulingana na yeye, familia haraka iliita mamlaka ya usalama kwa usaidizi, ikigundua kuwa hali inaweza kuongezeka kuwa ya hatari na hata huenda mtu akaweza kudhurika. Hata hivyo, hadi maofisa wa polisi walipofika, wavamizi au genge hilo walikuwa wametoweka au kutoroka bila kujulikana, huku wakiacha mazingira ya kuchanganyikiwa na wasiwasi. Hali ya kushangaza tukio hilo imeibua mashaka zaidi na hofu kwamba huenda inahusishwa na kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole ambayo imeshika tahadhari ya umma kwa wiki kadhaa. Alionyesha wasiwasi mkubwa kwamba jaribio la kuingiliwa halikuwa la bahati nasibu, bali ni kitendo kilicholenga kuwatisha familia au kuwanyamazisha, huku malumbano ya kesi ya kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole yakiendelea kujitokeza nje na ndani ya mahakama. Hata hivyo, ndugu yake Humphrey Polepole, Agostino Polepole, alifichua kwamba ameweza kukusanya ushahidi wa kutosha, ikiwemo ushahidi wa video ambao unaweza kuwatuhumu baadhi ya watu na wengine wakiwa serikalini. Ndugu huyo alipendekeza kwamba wale waliohusika wanaweza kuwa na nia ya kisiasa au ya kibiashara, akikazia kwamba vitisho vilivyoonekana kuwa vya kukokotwa. Sauti yake ilionyesha huzuni na dhamira, huku akitoa wito kwa vyombo vya usalama vya kitaifa kuchukua hatua za haraka kulinda familia yake na kufichua ukweli wa tukio hilo. Katika matamshi yake, aliangazia hatari inayoongezeka inayokabili jamaa na familia yake na watu walioangaziwa kisiasa, akisema kwamba hakuna familia inapaswa kuishi kwa hofu kila wakati kwa sababu ya vitendo au misimamo ya mmoja wao. Alisisitiza kwamba serikali lazima ihakikishe usalama wa kila raia, kila Mtanzania, bila kujali asili yao ya kisiasa au hali ya kijamii. Ombi lake lilisikika kwa mapana, likileta umakini kwa mara nyingine tena kwa maana pana zaidi ya kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole au kutekwa nyara, ambayo imekuwa ishara ya ukosefu wa usalama na mvutano wa kisiasa nchini kote Tanzania. Habari za tukio hilo zilienea kwa kasi na katika mitandao ya kijamii na kuibua hisia miongoni mwa wananchi waliokuwa tayari wameingiwa na wasiwasi na kisa cha kutoweka kwa Humphrey Polepole. Wengi walionyesha hasira na huruma kwa familia hiyo, wakielezea hali hiyo kuwa ya kutatanisha sana na isiyokubalika katika jamii yenye amani na demokrasia. Katika mitandao ya kijamii, Watanzania waliitaka serikali ya CCM kuchukua hatua za haraka na madhubuti kuwatafuta waliohusika na jaribio la kuvamiwa nyumbani na kutoa uwazi kuhusu uchunguzi unaoendelea. Hisia za umma zinaonekana kuwa ngumu, huku wananchi wakidai uwajibikaji kutoka kwa mamlaka. Baadhi ya Watanzania wameonya kuwa uendeshaji wa kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole unaweza kuondoa imani ya wananchi kwa vyombo vya sheria iwapo matokeo madhubuti hayataweza kutolewa hivi karibuni.
karibuni. Wengine walihimiza uvumilivu, wakisema kwamba uchunguzi lazima ushughulikiwe kwa weledi na bila kuingiliwa na kisiasa. Bila kujali mtazamo, kuna hali ya pamoja ya udharura na hofu kwamba matukio sawa yanaweza kutokea ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa ili kuboresha usalama kwa familia zinazohusishwa na watu wa juu. Wachambuzi wa usalama ambao wamekuwa wakifuatilia hali hiyo wanasema shambulio dhidi ya nyumba ya familia ya Polepole linaonyesha udhaifu mkubwa wa kimuundo katika mifumo ya ulinzi wa raia, haswa katika maeneo ya mijini. Wanasema kuwa kesi ya kutoweka kwa Polepole na sasa jaribio hili la uvamizi wa nyumbani zinaonyesha hitaji la dharura la kuimarisha ufuatiliaji, mkusanyiko wa kijasusi na uratibu wa majibu kati ya mashirika ya usalama. Wachambuzi wameitaka serikali kuangalia upya mkakati wake wa sasa wa kuwalinda watu ambao wanaweza kuwa hatarini kutokana na mizozo ya kisiasa au ya kibinafsi. Wataalamu hawa pia walisisitiza kwamba kuzuia uhalifu hauwezi kuachwa kwa mamlaka pekee. Wamewataka raia wa kawaida kuwa waangalifu na kutoa taarifa kwa polisi kuhusu tukio lolote linalotiliwa shaka. Kesi ya kupotea kwa Polepole, walisema, inapaswa kuwa kengele kwa Watanzania kutambua kuwa ulinzi wa maisha na mali ni jukumu la pamoja kati ya serikali na jamii. Kujenga uaminifu na ushirikiano, walibainisha, ni muhimu katika kuzuia matukio ya siku zijazo ambayo yanaweza kuenea katika migogoro ya kitaifa. Wakati kesi hiyo ikiendelea kutawala vichwa vya habari, vyombo vya habari leo vya ndani vimetoa taarifa za kina kuhusu madai ya kujaribu kuvamiwa na uchunguzi mpana wa kesi ya kupotea kwa Humphrey Polepole. Waandishi wa habari waliokuwa karibu na nyumba ya familia walieleza dalili zinazoonekana za mvutano ulioongezeka awali wakati nyumba hiyo ikiweza kuvamiwa na genge hilo, kama anavyodai Agostino Polepole, huku usalama katika eneo hilo ukiripotiwa kuongezeka tangu tukio hilo awali. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na polisi kuhusu utambulisho au nia ya wavamizi hao au kupatikana kwao, na kuacha wananchi wakiwa na wasiwasi na kutaka ufafanuzi na wao kukamatwa haraka. Waangalizi wa mambo wanaeleza kuwa tukio hilo limeongeza sura mpya kwa kesi ambayo tayari ni nyeti ya kutoweka kwa Polepole na kuibadilisha kutoka suala la kisiasa na kuwa la usalama wa taifa. Wazo la kwamba watu wasiojulikana wanaweza kulenga familia ambayo tayari inakabiliwa na msiba wa mpendwa limeshangaza wengi. Maswali sasa yanaulizwa iwapo zaidi yangefanywa kulinda familia ya Polepole kutokana na umaarufu wao na kuonekana kwa kesi yao katika wiki za hivi karibuni. Licha ya hofu hiyo, familia hiyo kupitia Agostino imeapa kusalia imara na kutokuwa na hofu. Ndugu huyo alisisitiza tena kwamba hawatatishwa wala kunyamazishwa, akisisitiza kwamba haki lazima itendeke katika kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole. Alisema kuwa familia inaamini katika utawala wa sheria na inatarajia mamlaka kutekeleza wajibu wao wa kutoa usalama wa kweli kwa wananchi wote na kwa familia yake. Ombi lake kwa serikali lililotolewa kwa sauti ya huzuni na matumaini lilijidhihirisha kote Tanzania, huku wengi wakionyesha mshikamano wao na masaibu ya familia ya Polepole. Kwa kumalizia, tukio la kutisha katika makazi ya Polepole limezua mjadala juu ya usalama wa kibinafsi, uwajibikaji wa kisiasa na uaminifu wa taasisi za kitaifa. Wakati uchunguzi ukiendelea, kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole imesalia kuwa ishara na gumzo ya kupigania haki na uwazi nchini Tanzania. Siku zijazo zitaamua ikiwa kipindi hiki kitaashiria badiliko la ulinzi zaidi kwa raia wa Tanzania au kuwa sura nyingine ambayo haijatatuliwa katika historia au sakata ambayo tayari imetikisa imani ya taifa katika mifumo yake ya usalama.